Kutoka kitabuni leo, hatari ya kusubiri wateja. Somo kutoka kitabu cha Nunua Wateja, sura ya kwanza, kipengele cha 1.1. Rafiki, kuna kauli moja ya Ralph Waldo Emerson inasema, ukitazama mtego bora wa panya, dunia itakufuata nyumbani kwako. Hii ndio ni kauli au mtazamo ambao watu wengi wamejenga nao biashara zao na unawagharimu sana. Na watu watafuta labda niweke biashara sehemu ambayo ina watu wengi, sehemu maarufu, sehemu ambayo basi wateja watakuja tu wenyewe. Au niwe na bazo bora kabisa ya biashara, nijenge ni kitu tofauti kabisa, watu watanitafuta tu wao wenyewe. Ukweli ni kwamba kwa dunia sasa haifanyi kazi. Kwa sababu kwanza watu wako distracted, watu wako na makelele, wamesumbuliwa sana kiasi kwamba unaweza ukaweka biashara mbele ya macho watu na hawakuoni. Hawakuoni kabisa, wala hawajui kama hata kama upo. Na kutokujulikana kama upo ndio kikwazo namba moja kwa biashara kukua. Na utaona biashara nyingi sasa mbinu yake kupata wateja, zinasubiri wateja waje. Nasubiri wateja watafute. Kwa sababu wanaamini kwamba labda wana kitu bora sana au wamekaa sehemu ambapo wanaonekana sana. Makosa makubwa sana. Na hii ni makosa kwa sababu kuna vitu ambavyo viko wazi kabisa. Moja, ushindano unaongezeka kila siku. Ninavyosema, nimekuwa naona watu wanalalamika mtandaoni kama kuchekesha, mtu akwambia hata uwinga, hata mtu akwambia winga anamuuzia mtu kitu afashanga, mtu anapost kitu anakiuza. Kumbe ashajua chimbo liko wapi. Kwa hiyo ushindano unaongezeka kila siku. Yaani kadiri mazingira yanakuwa mepesi kwa kufanya biashara, watu wanafanya biashara wanakuwa ni wengi. Sawa, hiyo iko wazi kabisa. Yaani watu wanahitaji tena vitu vingi waweze kuingia biashara. Kwa hiyo kama wasubiri wateja waje, jua wateja watatekwa na mtu mwingine ambaye anachukua hatua kwa ukubwa. Lakini wateja hubadilika haraka. Unajua kwenye biashara, kwenye vita, kwenye mapenzi, hakunaga urafiki wa kudumu wala wadui wa kudumu. Yaani sio mteja unaweza unamtegemea, wakati mwingine bwana mkopesha, unampa, unaamini kwamba atanunua kwako tu. Lakini atakapopata sehemu ambayo kuna unafuu wowote, anakuhama, anaenda kule, wala hawa popote chote ambacho kitampa manufaa ambayo hayapati kwako hata sehemu nyingine. Naona. Lakini jambo la tatu, biashara inakosa ukuaji. Ukuaji mkubwa wa biashara unategemea sana ongezeko la wateja. Yaani huwezi kuwa na wateja wale afu upate ukuaji mkubwa. Lazima upate wateja wengi wapya ambao ndio wanaleta ukuaji. Na pia kusubiri wateja ni kupoteza mtaji. Sasa kwa sababu unajua cha kwanza kuna biashara, gharama ambazo biashara lazima ilipe. Si ndio? Yaani lazima ilipe. Na iwe itahudumia wateja 5, 10, 100. Kwa mfano kodi ya pango, kwa mfano. Panga sehemu ya biashara. Utalipa hiyo hela. Hiyo unahudumia wateja wachache, itabidi ulipe. Wengi utalipa. Wafanya kazi labda. Kwa hiyo kama una wateja wachache, hizo pesa zinakata kwenye mtaji. Leo uko na wateja wengi ambao wananunua, wakuta una uwezo wa kukava hizo gharama. Unaweza kulipa hizo gharama na biashara ikaweza kwenda. Lakini jambo kubwa zaidi inaleta msongo wa mawazo na kukata tamaa. Ukiangalia sasa wafanyabiashara wengi ambao wanasubiri wateja waje, yaani kila wakati wako kwenye hali ya masononeko. Biashara ni mbaya, hali ni ngumu, tutaendaje na nini? Lakini muulize tu, bwana unapata wapi wateja wewe? Wateja unawapataje? Amekaa tu anasubiri wateja waje. Kwa hiyo ni kuwa kwenye hali ya kukata tamaa, hali ya unyonge, sababu hakuna juhudi unazochukua za kutengeneza wateja. Na ndio maana sasa kitabu cha Nunua Wateja kinakuonyesha namna ya kupata wateja kwenye biashara yako kwa msimamo, kwa uhakika. Yaani unaweza kutabiri kwamba leo nitapata wateja wasiopungua kadhaa kwa sababu nachukua hizo hatua za kununua wateja. Naingia gharama ili nipate wateja. Na kuna biashara zilikuwa zinaona kama kununua wateja ni gharama, lakini ni kama anavyosema, kama unaona elimu ni ghali, jaribu ujinga. Kwa sababu ujinga ni ghali zaidi. Hivyo kama unaona masoko, matangazo ya biashara ni ghali, basi jaribu kutokujulikana. Ni gharama zaidi, inakugharimu zaidi unapoendesha biashara yenye wateja wachache kuliko unapoingia gharama ukapata wateja ambao ni wengi. Rafiki, nenda kwenye kitabu cha Nunua Wateja kwenye sura ya kwanza, kipengele cha kwanza 1.1, soma na tafakari na angalia namna gani ambavyo inaathiri biashara yako kama hauna mpango wa Nunua Wateja. Na kama huna kitabu hiki basi kipate leo. Wasiliana namba 0756 69
4090, 0756 694090. Ujipatie nakala yako ya kitabu hiki na uweze kununua wateja ili biashara yako iweze kukua kwa uhakika. Kumbuka, kama huna mpango wowote wa kununua wateja, upo hatarini, unahatarisha biashara yako. Haipaswi kuwa hivyo. Kuwa na mkakati wa kununua wateja, fanyie kazi na ione biashara yako ikikua kwa uhakika bila kubahatisha.